Bwana, mambo vipi mtazamaji wa JC Media Africa? Mimi naitwa JM, unaweza ukaniita JC mwana wa Mungu. Niko hapa kukusogezea mastori ya town, na moja kati ya story ambayo ina trend sana ningependa tuizungumzie hapa ni ya dada yetu Rita, ambayo inasemekana au tumeona akiwa anawazungumzia waandishi wa habari. Yeye anawaita waandishi uchwara, hawezi akafanya nao interview, lakini kiuhalisia kwa sisi tunavyoona, sisi watazamaji wa JC Media Africa, tunaona alichokifanya Rita kinaleta nini kama kwa tasnia ya uandishi wa habari, lakini pia kwa maisha ya uhalisia. Binafsi naona kabisa kwamba licha ya ubinadamu, Rita ni moja kati ya watu ambao wanahitaji sana tasnia ya uandishi wa habari. Nasema waandishi wa habari anawahitaji sana. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni moja kati ya watu ambao wanahusika na mambo ya wasanii, lakini pia wapo kwenye yani ni moja kati ya mastaa ambao kiufupi hawakwepi waandishi wa habari. Unapokuwa unawaita uchwara, hujui hao unaowaita uchwara wana connection gani. Na moja kati ya comment ambayo nimeiona, kuna mwandishi mmoja amesimama anasema kwamba hawa unaowaita uchwara, kuna wengine wameajiriwa hapo kwa sababu hawana ajira sehemu nyingine, lakini ukiangalia elimu yao pengine ilikuwa inastahili kukaa kwenye media kubwa. Kesho na kesho kutwa huyu unayemuita uchwara ataenda kwenye media kubwa ambayo wewe ndo unatamani kuiona, alafu na yeye akaanza kukuwekea vikwazo, utaanza kumuona ni mbaya. Lakini kumbuka ulikoanzia ni chini. Lakini pia nimeona ameomba msamaha. Binafsi naona ule msamaha wa kinafiki kabisa. Pengine ninavyosema ni msamaha wa kinafiki, unaweza kawa unanishangaa. Nakwambia ule ni msamaha wa kinafiki kwa sababu unawezaje kuniomba msamaha alafu mbele ya huo msamaha tena unaendelea kuita media uchwara? Kitu ambacho mimi naona ni unafiki kabisa. Binafsi ningependa kama ameamua kuomba msamaha, hata angewaita kabisa. Angewaita kwa sababu yeye, mimi naamini akiwaita, unajua upande wako unakuwa kama umejidhalilisha, lakini ukiwaita unakuwa umewapa heshima kwamba jamani, lengo langu mimi halikuwa ni hili, na kama nimefanya hivi naombeni mnisamee kwa sababu 1 2 3. Elezea unavyoweza, lakini hawa watu wakuelewe. Lakini pia najua hii jambo sio kwake yeye tu, ni kweli wapo wengi, lakini kwake yeye linakuwa kubwa kutokana na sehemu alipo na kitu anachokifanya na namna anavyokuwa anawasumbua akiwa na shida. Mimi sidhani kama anakuwa anakuja kutangaza labda msimu wa pili wa BSS au msimu wa 3 au msimu wa 4 au msimu wa ngapi. Sidhani kama anakuwa anamwambia mtu mmoja tu bwana anakuhitaji, na sidhani kama anafurahia akiona wamekuja watu wawili kwa ajili ya kuzungumza naye. Ila anavyokuta wameona wamekuja watu wengi, hii inakuwa ni furaha kwake, kwa sababu anaamini kabisa kwamba jambo ambalo amelitangaza litafika sehemu kubwa zaidi au litafika kwa watu wengi zaidi. Lakini anasahau kabisa kwamba yeye ana uhitaji wa hivyo vitu vingi, kwamba kuna mtu unaweza kumuona uchwara, lakini huyo hata kama na watu wangapi 500, hao watu 500 kuna uhakika wa kutoka hata watu 20 hata 10 tu wa kukusupport wewe wa uhakika. Kwa hiyo kila mtu yeye anapaswa kumheshimu, yani hata kama kaliona jina geni kabisa ambalo hajawahi kuliona kwenye tasnia ya habari, inatakiwa yani awasikilize. Uzuri ni bora angekuwa hata yuko mtu mmoja, tungesema anamchosha. Pale zile media walikuwa zaidi ya watu 3 nadhani. Sometime unatakiwa kutoa heshima hata kama wako wangapi, kwa sababu kesho na kesho kutwa hao wewe hujui watakuwa wapi, na hiyo media itakusaidia wewe kwa kipi hujui. Ila nadhani yote kwa yote, cha kufanya sisi tunatakiwa tuangalie maamuzi yetu na atakachokifanya. Kama yeye tunaona kweli anachokiomba msamani kutoka moyoni, tufanye tukunjue roho zetu, maisha mengine yaendelee. Lakini hili ni funzo, kwa sababu watu wengi wanapitia mambo mengi. Mimi nishawahi kukutana na washikaji zangu wanakuambia bwana tulikuwa tumetoka kumfanyia interview mtu fulani, lakini tulivyoenda pale akatuuliza mna subscribers wangapi. Yani mtu ili umfanyie interview ana kiwango chake ambacho yeye anataka
muwe mmefika nyie. Kama mmefika hapo fresh, tunapiga interview. Lakini kama hamjafikisha subscribers kiasi fulani, manake yeye anawaona hamna issue. Hizi ni moja kati ya changamoto nyingi ambazo wanapitia hao waandishi. Mpaka mtu anakuita uchwara. Mimi naona kabisa hili sio neno la bahati mbaya. Kwa hiyo kama tumeamua kukunjua kumsamehe, mimi nadhani tumsamehe, lakini kama tumeamua kukunja, tukunje kweli, kwa sababu heshima inatakiwa. Mtu ambaye anashindwa kukuheshimu wewe pia usiweze kumpa heshima. Bwana, hii ni JC Media Africa. Endelea kutufuatilia kuhakikisha kwamba unapata story nyingi zaidi, na hii burudani imeletwa kwa ajili yako. Endelea kupata burudani kama hizi, alafu kisha dondosha comment yako. Wewe una kipi cha kumshauri dada yetu Elita? Mimi naitwa JM. Bye bye.